Kulikuwa na kesi ya Waislamu 12 walioishitaki serikali na mamlaka zake za serikali. Walimshtaki msajili wa jumuiya Wizara ya Mambo ya Ndani, walimshtaki kabidhi wasii mkuu Rita, Administrator General, walimshtaki mwanasheria mkuu wa serikali. Lakini katika mashtaka yale wakaviunganisha vyombo viwili vya Kiislamu ambayo ni Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA na Baraza Kuu Jumuiya na Taasisi za Kiislamu Tanzania. Madai yao yalikuwa ni madai mbalimbali ambayo hapa leo niko na wakili msomi mwanasheria mkuu wa BAKWATA ambaye alikuwa anahudhuria kesi hizo, na hata leo alikuwepo katika hukumu ambayo imetolewa katika Mahakama Kuu. Kwa hiyo ataeleza ile hukumu ilivyotolewa ambayo ilikuwa ni kesi namba ya kikatiba namba 2763/2024. Nimeona nitoe maelezo ya awali, na tumeona tuwaite waandishi wa habari tuwape maelezo ya kueleza nini kilichokuwepo na nini kimetokea. Madhumuni makubwa ya kufanya hivi ni kuepusha upotoshaji ambao unatolewa na wenzetu. Baada ya kesi ile tu wametokea watu wakisambaza message nyingi ambazo mimi nimepata nyingi nimepigiwa simu na watu wengi ambazo zinaleta taharuki na ili kugundua nia ovu ya wale ambao wanalo jambo hili wamedhihirisha wazi, kwa sababu kesi haikuwa dhidi ya BAKWATA. Kesi ilikuwa dhidi ya serikali na vyombo mbalimbali vya serikali ambavyo ni msajili wa jumuiya, kabidhi wasii na mwanasheria mkuu wa serikali, lakini ikaunganishwa BAKWATA na Baraza Kuu na jumuiya za taasisi. Lakini message inayorushwa kwenye magroup ukionyesha kwamba ni uchonganishi na upotoshaji mkubwa, ni kuonyesha BAKWATA yashindwa vibaya mahakamani. Lakini katika kesi hii BAKWATA aliunganishwa kama namba 4. Lakini washtakiwa wengi, malalamiko hayakuwa dhidi ya BAKWATA. Malalamiko yalikuwa dhidi ya vyombo vya serikali ambavyo ni msajili na kabidhi wasii mkuu Rita, kwa matendo yaliyokuwa yanafanywa na Rita na kabidhi wasii mkuu, ambayo hayo pia wao Rita pamoja na msajili walikuwa wanayafanya kwa mujibu wa sheria, na mahakama imeeleza vizuri leo jambo hilo. Sasa tumeona tuweke vizuri huu upotoshwaji ili usiendelee kuichafua jamii. Tunaona dhamira ya hawa wanaochafua jamii na kutuma message ambazo si sahihi, wana dhamira mbaya ya kuwafarakanisha Waislamu, ya kuwagombanisha Waislamu, na pengine ya kutaka kuchonganisha kati ya serikali na Waislamu, kitu ambacho Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania chini ya Mheshimiwa Mufti na Shehe Mkuu wa Tanzania, hicho kitu hatutakikubali wala hatutakiruhusu. Dhamira ya Mheshimiwa Mufti na Shehe Mkuu wa Tanzania kwa sasa ni kuwaweka Waislamu pamoja kwamba Waislamu wana tofauti zao wanazoziamini, wanazoziona, lakini sote sisi ni Waislamu na tunaamini katika kitabu cha Qur'ani na Sunna, lakini tunamwamini Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na wale waliomfuata. Sasa katika hali hii tunawaasa Waislamu wasikubali kutumika au kuwasikiliza watu wachache wenye dhamira mbovu ya kuwagawanya Waislamu kwa misingi ya maslahi yao binafsi. Na yasema haya kwa sababu tumeona yametokea na message zimeanza kutumwa kuona kwamba BAKWATA imeshindwa vibaya sana mahakamani. Hatajwi kabidhi wasii, hatajwi mwanasheria mkuu wa serikali, wala Baraza Kuu, wala hatajwi. Hukumu itaelezwa hapa namna ilivyotokea, ili sisi tuwe tunawaeleza watu waelewe nini ambacho kimetokea. Na tunawahusia hawa ambao wanafanya haya wayaache, kwa sababu
huu sio wakati wa kuwagawanyisha watu, ni wakati wa kuwa kitu kimoja na kuzungumza pamoja na kutatua kasoro mbalimbali ambazo zipo baina yetu. Lakini pia ni wakati ambao tunatakiwa tuwe watiifu kwa viongozi wetu wakuu wa dini na viongozi wetu wakuu wa serikali chini ya serikali yetu tukufu inaongozwa na Mama Samia Suluhu Hassan. Tumpe nguvu na tumpe ishara nzuri za kwamba sisi Waislamu pamoja na mambo mengine tuko pamoja na serikali yetu na tunaiunga mkono katika yale ambayo yanaendelea. Ndugu waandishi wa habari, imetulazimu leo kuwaiteni hapa kuzungumzia yanayojiri mara tu baada ya hukumu iliyotolewa leo na Mahakama Kuu Masjala ndogo ya Dar es Salaam. Kama alivyosema Katibu Mkuu, tangu kesi hii ianze hatujawahi kuzungumza na waandishi wa habari hata siku moja. Lakini leo baada tu ya kutoka katika lango la Mahakama Kuu nilianza kuona upotoshaji, na kwa mara ya kwanza katika mlango wa Mahakama Kuu nilikubali kuzungumza na waandishi wa habari baada ya kusikia upotoshaji. Upotoshaji uko namna hii na usawa au usahihi uko namna hii. Hii ilikuwa ni kesi ya kikatiba, kesi namba 2763/2024. Kesi hii ilikuwa mbele ya jopo la majaji watatu: Jaji Mbaga, Jaji Mwanga na Jaji Mkwizu ambaye ndio alikuwa mwenyekiti wa jopo hilo la majaji watatu. Kesi hii ilifunguliwa na Profesa Hamza Njozi pamoja na wenzake katika Mahakama Kuu Masjala ndogo ya Dar es Salaam. Madai yao yalikuwa ni dhidi ya msajili wa vyama vya kijamii Tanzania, the Registrar of Society. Namba 2 alikuwa ni kabidhi wasii mkuu wa serikali, Administrator General. Wa pili, wa tatu na wa 4 na wa 5 ilikuwa ni formality kuwaingiza katika kesi hiyo. Kwa washtakiwa hasa namba 1 na namba 2, msajili wa vyama vya kijamii, the Registrar of Societies na Administrator General. Sasa kesi yote dhidi ya serikali lazima mwanasheria mkuu aunganishwe. Namba 4 ilikuwa ni Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania, BAKWATA, na 5 ni Baraza Kuu la Jumuiya na Taasisi za Kiislamu Tanzania. Msingi wa kesi hii ilikuwa ni malalamiko ya Waislamu hao wakilalamikia kwamba kuna matendo au masharti yanayowekwa na msajili wa vyama vya kijamii na kabidhi wasii mkuu wa serikali ambayo yanakuwa ni kinyume na ibara za katiba. Ibara zilizolalamikiwa kwamba zinakiukwa ni ibara ya katiba, ibara ya 13, ibara ya 13 ambayo inazungumzia usawa wa mbele ya sheria, na ibara ya 19 inayozungumzia usawa na uhuru wa kuabudu na kuamini chochote unacho, right, freedom of religion. Na ibara ya 20
inayohusu freedom of association, yani uhuru wa kujumuika na wengine. Hizi ndio ibara zilizokuwa zikilalamikiwa kwamba matendo ya wasajili yanakiuka vifungu hivi vya katiba. Matendo gani hayo? Kwamba wasajili hawa wamekuwa wakiwataka watu au taasisi zilizotaka kujisajili, miongoni mwa dokumenti zinazotakiwa ni pamoja na barua ya utambulisho. Sasa wasajili wamekuwa wakitaka au wakiamini wakiwataka kuleta barua kutoka BAKWATA. Kwa hiyo kitendo hiki kimelalamikiwa kwamba kinakiuka usawa mbele ya sheria, usawa wa kuabudu, uhuru wa kuabudu na uhuru wa kujumuika. Mahakama baada ya kusikiliza shauri hili, kuziangalia sheria hizi mbili zinazounda taasisi hizi, the Trustees Incorporation Act na the Societies Act. Of course sheria hizi ziko wazi sana. Hakuna kifungu kinachosema kwamba unaposajili taasisi lazima ulete barua kutoka BAKWATA, ulete barua kutoka BAKWATA. Hakuna sheria iliyotaja moja kwa moja. Kwa sheria imesema taasisi hiyo itasimamiwa na Supreme Authority. Kwa hiyo basi hakuna sheria iliyotaja clearly kwamba lazima upate barua kutoka BAKWATA. Na sisi kwenye majibu yetu tulikiri kwamba hakuna sheria inayolazimisha hilo, na imekuwa ni practice ya muda mrefu, kwa sababu kama mnavyojua Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA ni taasisi kongwe iliyosajiliwa tangu mwaka 1968. Wakati huo hakuna taasisi yeyote ya Kiislamu iliyokuwepo kama sijakosea. Kwa hiyo taasisi yote iliyokuwa ikija kusajiliwa baada ya BAKWATA na tunataka barua ya utambulisho kutoka taasisi inayokufahamu, hii tunasema long term practice. Ilikuwa tunakwambia wanaambiwa kalete barua kutoka BAKWATA. Kwa hiyo practice hii imeendelea mpaka wakati huu. Kuna taasisi nyingi na baadhi ya madhehebu yameunda taasisi zao. Kwa katika kipindi hiki imeonekana sasa kwamba hakuna ulazima huo, na kama ulazima huo unataka kufanywa kama mazoea ambayo si sheria, ndio leo Mahakama Kuu imetoa uamuzi kwamba hilo sio takwa la kisheria. Kwa hiyo unaweza ukapeleka barua kutoka Baraza Kuu la Taasisi na Jumuiya za Kiislamu. Kwa hiyo kilicholaumiwa ni matendo ya msajili wa bodi za wadhamini Administrator General na msajili wa vyama vya kijamii. Kwa hiyo hakuna mahala ambapo BAKWATA sisi tumefanya kitendo ambacho kiko kinyume na sheria. Hakuna kitendo ambacho sisi kama BAKWATA tumefanya kitendo ambacho kiko kinyume na katiba. Hii ni goodwill, ni sifa njema, uadilifu na uaminifu ambayo BAKWATA imejijengea. Mtakumbuka hata siku za nyuma kabla ya vyama vingi ilikuwa barua utambulisho unaitoa kwa nani? Kwa balozi kalete barua utambulisho kutoka kwa balozi. Kwa baada ya usajili wa vyama vingi watu wakapeleka malalamiko kwamba mimi sio CCM, kwa nini nilete barua ya CCM? Kwa hiyo ndio hekima na busara ikarudishwa kwamba barua utambulisho itoke serikali ya mtaa. Kwa hiyo kwenye dini
sheria haijaitaja taasisi yoyote kwamba ndio umbrella, lakini taasisi nyingi za Kiislamu, taasisi, kwa sababu BAKWATA tunaenda na imani ambayo ni majority ya East and Central Africa, madhehebu ya Sunni wal Jamaa. Kwa hiyo ilikubalika tangu mwaka 68 kwamba tuende na mlengo huu. Kwa hiyo hii imekuwa ni goodwill ya BAKWATA ambayo imejijengea katika jamii na serikali kuamini kwamba ndiyo taasisi inayowajua vizuri Waislamu wote. Na jambo la kufanya introduction, of course, si jambo la kiimani. Introduction letter unaweza kuipata sehemu yoyote, na sheria imetoa uhuru wa kidini kweli. Sheria hiyo niliyosema, the Trustees Incorporation Act na the Societies Act, tuko pamoja, haijasema taasisi gani ndio ambe, lakini taasisi yote inataka kujisajili yenyewe ndio itasema kwenye katiba yake, yenyewe ndio iseme wakati wa usajili. Katika katiba yao itasema sisi taasisi hii, our supreme institutional ni BAKWATA au ni taasisi fulani au ni taasisi fulani. Tuko pamoja Ndipo watapaswa kuleta barua kutoka huko. Kwa hiyo yaliyolaumiwa ni matendo hayo ambayo tunasema ni long term practice. Kwa hiyo mahakama imeonya kwamba isichukuliwe kwamba ndiyo nini, ndiyo sheria. Waswahili wanasema mazoea hujenga tabia. Kwa hiyo tabia hiyo ndio iliyokemewa. Lakini madai mengine yote waliowasilisha mahakamani yalikuwa madai matano. Madai yote manne yametupiliwa mbali kwamba hayana msingi, na kuelekeza kwamba sasa wasajili warekebishe hayo matendo. Na ndio maana hakuna sheria au mahakama hii haijaelekeza kwamba vifungu fulani virekebishwe. Hapana, yaliyokuwa condemned ni matendo. Na mahakama baada ya kujidhihirisha kwamba vifungu hivyo katika sheria mbili havija kiuka katiba, isipokuwa ni matendo, na zipo barua mbili ambao wadai waliziwasilisha zikathibitisha matendo. Iko taasisi ambayo ilirudishwa, ikaambiwa, ilipeleka barua baraza kuu, ikarudishwa kuambiwa tunataka barua ya nini kutoka BAKWATA, na barua moja ilikuwa kwa msajili wa vyama vya kijamii na barua nyingine kutoka kwa kabidhi mkuu wa serikali. Kwa hayo ndio matendo kemewa na mahakama, na kwamba mshtakiwa namba 1 na namba 2 warekebishe matendo hayo. Kwa hiyo hakuna mahala kusema BAKWATA imefanyaje, imeshindwa vibaya sana. Hakuna mahala ambapo BAKWATA imeakti, yani imefanya jambo na jambo hilo au kitendo hicho kikafanyaje, kikavunja sheria au kikakiuka ibara za katiba. Ni sifa njema ambayo BAKWATA imekuwa nayo ya muda mrefu katika jamii na serikali, na ikawa kama ndiyo mazoea. Lakini madai mengine yote ya wadai manne yametupiliwa mbali na kuonekana hayana msingi. Kwa hiyo hayo ndio maelezo kwa ufupi. Tumeona ni busara tuje tuyazungumze ili yasizue taharuki katika taasisi zingine ambazo wamekiri katika maandiko yao, katika katiba zao, kwamba wao, na ni taasisi nyingi sana za almost karibia zote Tanzania, zile ambayo tuna madhehebu yanayokubalika, karibia taasisi zote za Kiislamu, ni chache sana, zote zinakiri kwamba BAKWATA ndio our supreme authority. Sasa kama propaganda hii itaenezwa, hao Waislamu wengine wenye madhehebu mengine ambao wanakiri kwamba BAKWATA wanaweza wakaanza wakapata taharuki. Tuko pamoja wakapata taharuki,
wakaleta zogo ambalo linaweza likaharibu amani na utulivu uliokuwepo, ambao sisi kama BAKWATA, moto wa kiongozi wetu mkuu wa dini Mufti Daktari Abubakar Ali bin Zuberi amekuwa akisisitiza ni amani, upendo na utulivu wa nchi.